nitoe wito kwamba isije ikawa ni leo moja tu. Hizi hamasa mliozionyesha ziendelee mpaka tuhakikishe nchi hii tumeikamata wenyewe na Othman Masoud anaiongoza nchi yetu inshallah. Mimi nilipoambiwa nije hapa Wingwi nilifurahi kwa sababu moja. Tulipokuwa katika kampeni, katika mkutano wa kampeni ambao ulinisisimua na umeganda kwenye akili yangu na kumbukumbu zangu, ni mkutano wa Wingwi. Hamasa zilikuwa kubwa, umma ulifurika, na kama mashindano ya majimbo yalianzia pale. Kwa hivyo hongereni sana watu wa Wingwi. Mimi siwezi kujidai kwamba naijua jiografia ya Pemba kiasi hicho na watu wake, lakini nashukuru. Mara nyingine naweza kusema pengine nimeitembea Pemba zaidi kuliko hata Unguja, kwa sababu moja tu, tangu zama za mzee wetu, Mwenyezi Mungu amlaze pema, marhum Maalim Seif, alikuwa na dasturi tukifuatana naye ziara hana asipofika, na miaka ile ya mwanzo akilala Viamboni. Na sisi, mimi nilikuwa katibu wake kwa miaka mingi, kwa hivyo tulikuwa tunafuatana naye, na sisi wengine mimi mpaka leo namshukuru Mwenyezi Mungu amlipe wema alikolala, kwa sababu katubadilishia mpaka utamaduni wetu. Ingelikuwa tabu pengine kwa makuzi yetu, kuna baadhi ya maisha kuyakubali na kuyaishi, lakini kalifanya mimi leo naweza kuishi na kwenda kukaa na kuzungumza na watu wa pahala popote katika visiwa vyetu kwa sababu ya utaratibu ule. Kwa hiyo wanasema kupitia utaratibu ule, kwa sababu mara nyingi tulikuja Pemba tunalala, ilikuwa imefika sehemu nyingi zaidi kuliko Unguja ambapo ndio nilipo. Lakini Unguja wengine tutakwenda tutafanya shughuli kisha tunarudi. Lakini sasa nilipokuwa ninakuja, pamoja kwamba sijui, nilikuwa naambiwa na dereva aliyenileta hapa, ananiambia kwamba kwa Pemba hii yeye kwa tathmini yake hakuna eneo au kijiji chenye eneo kubwa kama kijiji cha Wingwi. Akawa ananitajia zile Wingwi hii, Wingwi hii, Wingwi hii. Nikampa mfano, nikaambia ni kama kule Unguja na Donge, maana Donge nayo ina donge nyingi sana. Na kweli ukizamia jiografia ya donge kwa Unguja, ukishavuka Mahonda tu pale unaanza kuzihesabu donge mpaka unakaribia Mkokotoni pale kule mwisho. Kwa hiyo nasema, nimeambiwa hivyo. Kwa nafurahi kwamba pahala kama hapa pakiwa na kitovu cha harakati za siasa, manake mna chemchem ambayo inakwenda kueneza maeneo yote ya Pemba ikianzia hapa Wingwi. Ndio maana nasema nawapongeza sana. Nimpongeze mwakilishi katajwa na diwani na wote ambao wamesaidia kwa hatua mbalimbali, naamini na wengine, kwa sababu mmesema baraza ya aina yake ina majimbo mawili, kwa hiyo inategemea uongozi wa majimbo yote mawili watashirikiana kuendelea kusaidia kila pale ambapo panahitajika nyenzo zaidi za kuimarisha baraza hii. Sasa ndugu zangu, najua mimi hamasa hizi na kuja watu hawa hawajajia baraza hawa. Hawajajia ufunguzi wa baraza. Uongo jamani? Wengine wanasema huyu Jussa mbona anatuzungusha maneno ya baraza tu tangu kaanza. Niseme tunajua kiu kubwa ambayo watu mnayo juu ya kujua hatima ya harakati zetu. Lakini naogopa nisiwe mtovu wa adabu.
na mtovu wa nidhamu, kwamba mwenyekiti wangu juzi na jana kishasema na mie tena nikasema, lakini nadhani nitakuwa si mtovu wa nidhamu nikipita mle amamo kapita yeye, sababu sisi tumelelewa. Ndio maana wanasema ni watoto wa Maalim Seif, tumelelewa na nidhamu zake. Mkubwa akishasema lazima sisi wengine tujifundishe kwamba tena hupaswi kumkiuka. Lakini mimi ama nataka nikwambieni kwamba poweni roho zenu tunakoelekea.